angalia maeneo yanayoguswa. Maeneo yanayoguswa ni maeneo sensitive ambayo binadamu wa kawaida hauwezi kuyagusa, ndio yanayoguswa. Unaanza kutengenezwa ugomvi unaohusisha dini zetu, unaohusisha imani zetu. Huyo mtu anaitakia mema nchi yetu. Ni familia gani ambayo utaikuta wao kwenye undugu wao wapo kwenye dini moja? Nani? Familia gani hiyo utakayoikuta iko hivyo? Tuna kama askofu wazazi wao wamezaliwa walikuwa Waislamu. Tuna mashehe wazazi wao walikuwa Wakristo. Utaigusa familia gani ambayo wao kwenye ukoo wao wako kwenye dini yao pekee yao, wao kwenye undugu wao na jamaa na kila jamaa wako kwenye dini hiyo hiyo yao, lakini tunaletewa mpaka hivi. Nimejaribu hata kufuatilia baadhi ya maeneo kwa sababu ni mfano itifaki zingatiwe tu. Nikaangalia hata mtangulizi wangu, nadhani yeye ni wa msikitini, mke wake wa kanisani. Nina rafiki yangu mmoja waziri hivi, yeye wa kanisani, mama yake wa msikitini, yeye wa msikitini, mama yake wa kanisani. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganisha. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, mbona mna fursa nzuri huwa mnakaa? Kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize mitazamo. Tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye ofisi ya kazi ajira, ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi hii. Hii inaonesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Kazi yetu sote wa Tanzania. Na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani natambua huko hapa. Baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na vile ambazo zilikuwa na shida wape uangalizi wa miezi 6. Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima, ifungulie, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi 6. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu, na masharti ya taasisi na masharti ya usajili waliopewa. Na nendeni mkayaangalie huku ya masharti. Akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ni ushirika kati ya binadamu na Mungu, sio na askofu wake wala shehe wake. Ni ibada, ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake.
Ndeni kakiangalia vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania, na sisi wasaidizi wake tutalifanya hilo jambo kikamilifu.